Kama daktari wa kiharusi na mwanasayansi anayefanya kazi katika eneo la kiharusi kwa zaidi ya miaka 25, najua kiharusi kinaweza kufanya nini kwa watu binafsi na familia zao. Ni ugonjwa wa kawaida wenye madhara makubwa, na mmoja kati ya 6 wetu atapata kiharusi katika maisha yetu. Hata hivyo, zaidi ya 90% ya viharusi vinaweza kuepukwa ikiwa tungejua sababu zetu za hatari na jinsi ya kuzidhibiti. Lakini ni wangapi kati yetu wanajua jinsi ya kupunguza hatari ya kupata kiharusi? Hali hii inaweza kubadilishwa na tumeunda chombo cha kukusaidia. Program ya Stroke Riskometer ni chombo cha kuaminika na rahisi kutumia kwa kutathmini hatari yako binafsi ya kiharusi na kukupa mapendekezo yanayotokana na ushahidi jinsi ya kupunguza hatari yako ya kiharusi. Inategemea utafiti maarufu wa moyo wa Framingham unaotumiwa sana na madaktari. Programu hii ya bure imeidhinishwa na Shirika la Kiharusi Duniani, shirika kuu la kimataifa katika mapambano dhidi ya kiharusi. Jibu tu maswali machache rahisi. Kwa mfano, Andrew ni mzungu, mwanaume mwenye afya kwa ujumla katika miaka ya 40 mapema. Shinikizo lake la damu la systolic ni 130. Mara kwa mara huvuta sigara 1 au 2 kwa siku. Hafanyi mazoezi ya mwili na ana historia ya familia ya kiharusi. Hatari yake ya kupata kiharusi katika miaka 10 ni 2.8. Na ingawa hii inaonekana kuwa ndogo, ni mara 2.5 ya hatari ya kiharusi kwa mtu wa umri wake bila sababu za hatari zinazochangia. Hatari yake ya kupata mshtuko wa moyo ni kubwa zaidi kuliko hiyo. Kwa hiyo, kuzuia kiharusi kwa Andrew kunahitajika sasa hivi. Lakini anaweza kufanya nini kupunguza hatari yake ya kiharusi? Hapa kuna mambo ambayo anaweza kudhibiti. Kuchagua yoyote ya vitufe hivi humpeleka Andrew kwenye mapendekezo. Kwa mfano, anaweza kuona nini kinaweza kufanywa kuacha kuvuta sigara. Kuna kipande cha video kuhusu jinsi ya kuacha kuvuta sigara na mapendekezo mengine ya kujidhibiti. Habari, ningependa kumtambulisha daktari ambaye ni mtaalamu wa kimataifa katika utafiti. Mapendekezo haya pia yanatumika kwa kuzuia mshtuko wa moyo. Ningependa kusisitiza kwamba kiharusi ni rahisi zaidi kuzuia kuliko kutibu. Usisubiri hadi wewe au mpendwa wako apate kiharusi. Chukua hatua sasa. Dhibiti mtindo wako wa maisha na afya yako ili kupunguza hatari yako ya kiharusi na mshtuko wa moyo.